wanachama wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu wamekutana hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kujadiliana masuala ya maslahi ya chama, lakini pia maslahi ya utetezi wa haki za binadamu. Lakini pamoja na hayo, tumeanza na semina inayohusiana na masuala ya tathmini ya hali ya haki za binadamu au Universal Periodic Review, kwa sababu Tanzania mwaka huu, mwaka 2025 ni mwaka ambao tunafanywa tathmini, na ni tathmini ya 4 toka huu mchakato uanze. Kwa hiyo tumeona kwamba wanachama, hebu tuwafundishe kuhusu mchakato umetokea wapi, unaendaje, na jinsi ambavyo nafasi yao katika mchakato huu. Kwa hiyo tumejifunza mambo ambayo yamekubaliwa na serikali, yamekataliwa na ambao serikali imeahidi kuyafanyia kazi, ikiwemo masuala ya ukatili wa kijinsia, masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, masuala ya haki za watoto na masuala mazima ya haki za kisiasa na kiraia na kiuchumi na kiutamaduni. Mambo ambayo serikali iliyaridhia yako mengi na ambayo pia yana utekelezaji. Kwa mfano hata swala la ukatili wa kijinsia. Bado ukatili wa kijinsia bado ni mkubwa, na bajeti ya masuala ya ukatili wa kijinsia kwenye Wizara ya Maendeleo ya Jamii bado ni ndogo. Unakuta kuna maafisa ustawi wa jamii wachache, lakini pia hawana vifaa vya kwenda sehemu moja au nyingine kufuatilia masuala, hasa kesi za watoto, na watoto ndio wanaoongoza kwa kufanyia ukatili wa kijinsia. Tumejadili hapa. Kwa mfano kesi zote za ukatili 41% ni ya watoto, lakini bado hakuna bajeti ya kutosha kuhakikisha kwamba maafisa ustawi wa jamii wanafuatilia kesi hizo. Kwa hiyo changamoto ni nyingi. Kuna masuala ya haki jinai, bado kuna changamoto, kuna masuala ya sheria za habari, kuna masuala ya demokrasia, bado kuna changamoto nyingi. Kwa hiyo hayo tumejadiliana na tuone namna gani ya kutetea haki hizo na kuishirikisha serikali, kuambia mambo hayo ni kipaumbele na ikiwezekana bajeti kubwa itengwe kwa ajili ya masuala hayo. Wanachama tumekuwa tukiwafundisha. Kwa kweli wana uelewa mkubwa sana, na tunawafundisha sheria, kila sheria inayokuja mpya tunawafundisha. Kwa hiyo wana uelewa mkubwa sana. Changamoto ni hiyo tu kwamba na wenyewe usalama wao pia ni changamoto. Wanapoonekana kwamba wanatoa taarifa za ukatili wa kijinsia, ukatili wa kisiasa, ukatili mwingine, kwa hiyo pia wanapata shida za usalama. Ila kwa ujumla wana uelewa mkubwa sana na wanafanya kazi nzuri sana kwenye jamii. Jina langu ni Rosie Onamale, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Tanzania Ex-Prisoners Foundation, lakini pia ni mwanachama wa LHRC. Siku ya leo kwenye mkutano huu wa tathmini ya haki za binadamu, nimejifunza vitu vingi, lakini pia nimepata vitu vingi ambavyo kwangu mimi nachukua kama fursa ya kwenda kufanyia kazi. Nimejifunza vitu vingi nikizungumzia haki ya mlaji, haki za binadamu, lakini pia nimeona gap iko wapi kwenye upatikanaji wa haki za binadamu, lakini pia gap iko wapi kwenye utekelezaji au watu kupata haki za kibinadamu. Hilo nimelichukua kama mkurugenzi kwa sababu tunafanya kazi na jamii, tunafanya kazi na taasisi mbalimbali. Nitaenda kuwa mwalimu ama chachu ya mabadiliko kwa pale ambako tunaweza kufanya kazi. Katika jamii ambayo tunaitetea, jamii hii ya wafungwa waliotoka gerezani, changamoto ni kubwa, ikiwemo ya kutokubalika kwenye jamii, kunyoshwa vidole. Kiufupi nisema unyanyasaji wa hii jamii ya wafungwa ni kubwa sana kwenye jamii, kwa sababu hawakubaliki pale mtu anapotoka gerezani. Hii ni jambo ambalo tunapambana nalo sana ili jamii iweze kuleta mabadiliko, ili hawa watu waonekane kwamba ni jamii ya kawaida. Mtu anaporejea ana haki ya kupewa haki za kibinadamu na kuheshimiwa utu wake. Kupitia semina hii fupi nimeelewa kuna haki ya uchumi pamoja na mlaji, na hiyo itanisaidia mimi kama mwanachama kwenda kutekeleza majukumu yangu katika wilaya ambayo naifanyia kazi kama mwanachama wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu. Huko tunakotoka kuna changamoto nyingi sana, na hasa za kupata haki ya msingi kwa wananchi. Ombi langu kwamba kwa wananchi ambao wanaopata changamoto za kisheria, basi ifike mahali waje yani kituo kiwasaidie bila kuwa na gharama yoyote. Tofauti na unapomshauri mtu kwamba nenda kwa mwanasheria akakuandikia pengine barua ya kwenda kutafuta haki yako ya msingi. Nilikuwa ombi langu mimi Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu lilichukue changamoto hii katika ofisi yao ili waweze kuifanyia kazi. Pale anapopatikana muhanga basi aje asaidiwe kisheria, kwa sababu wao
wana wanasheria wengi sana katika kituo chao.